Tumuita Mwikobe Waitara, ni mbunge wa Tarime vijijini, tupo kwenye bunge la budget, na mimi mwenyewe nimeshtuka sana. Unajua sasa hivi kuna mawasiliano makubwa sana na wananchi na Watanzania kwa ujumla. Baada ya muda mfupi bei kutangazwa, wananchi wangu wametuma message, wanauliza nina majibu gani, na mimi sina majibu, na wametuma hizo clip kwangu. Wametuma clip moja, na mwisho ni katibu mkuu wa nishati, lakini pia wametumia clip ya Mheshimiwa Waziri Ndejembi, waziri wa nishati, akiwahakikishia Tanzania kwamba pamoja na machafuko ya kisiasa yanayoendelea katika Mashariki ya Kati, lakini tuna akiba ya mafuta mpaka Julai 26. Sasa bei mpya imetangazwa, na nimeangalia kwenye mtandao, ni kweli bei imetangazwa. Hapa Dodoma lita moja inaenda mpaka shilingi 3800. Yaani zaidi ya 3800 hapa Dodoma. Nimeangalia kwenda mpaka Msoma ni 3900. Lakini nimeangalia kwenye jimbo langu kule mwishoni, kituo ambacho nakitambua EWURA ni kituo cha Kiwanja Nyamungo kabla ya kuelekea Serengeti. Pale ni zaidi ya shilingi 4000 kwa lita moja. Sasa hii ni jambo ambalo ni jambo kubwa sana kwa kweli, na ni jambo ambalo kwa kweli kwa udharura wake serikali imechukua hatua ya kutueleza Watanzania, kutuhakikishia namna ambavyo maisha yataenda kwa kipindi hiki, lakini pia na kuwaonesha kupanda kwa bei ya mafuta ambayo kumetangazwa leo, na kauli ya Mheshimiwa Waziri aliyowaambia Watanzania kwamba akiba ya mafuta ipo mpaka Julai 26. Ukiwaambia watu kwamba akiba ipo mpaka Julai 26, maana yake ni kwamba mafuta hayo si kwamba alikuwa njiani, yapo Tanzania. Sasa haya yaliyopanda ni yale ambayo yapo tayari kwenye sheri kule Nyamongo, haya yaliyopo kule Serengeti, haya yaliyopo kule Tandahimba, yani haya yalipanda ni yapi? Kwamba mafuta yapo tayari kwenye vituo, kwenye sheri na kwenye matenki kule kwenye eneo la kuuzia mafuta, alafu na bei inapanda. Au watueleze kwamba mafuta haya yalikuwa njiani, yalikuwa hajanunuliwa, sasa ndio yamepanda. Kwa kweli hapa kuna haja ya serikali kutoa clearance kwa Tanzania, kwa sababu hii ina multiplier effect, ina madhara jumuishi. Moja, hii yenyewe tu itapandisha bei ya usafiri kwa kila sekta. Itapandisha bei ya mabasi kwa watu kutoka mikoani kwenda mahali mbalimbali, itapandisha huduma ya service ya bodaboda, itapandisha bidhaa, yani kila kitu kitapanda kwa kauli hii. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo ni kubwa, tumelipokea kwa mshtuko mkubwa. Tunatarajia serikali kwa udharura wake itakuja kutoa clarification. Lakini pia tumeona maeneo kama Namibia, wao bei imepanda, hatuwezi kuwasemea, lakini wanapopandisha bei kutoka 3000 na ushe kwenda mpaka 4000 kwa watu wa Tarime vijijini na maeneo mengine. Maka nimeona kwa sheria ya Tanzania sisi ndio tuna bei kubwa zaidi. Maeneo mengine yanaenda mpaka 1900, lakini maximum bei kubwa sana katika jimbo la Tarime vijijini kwa maeneo hayo nimesema Nyamongo, Nyanungu, Sirari, unaenda mpaka Rorya, mkoa Mara kwa ujumla wake. Kwa sababu inapangwa kutoka Dar es Salaam kuangalia na gharama za usafiri. Sasa hii ni lazima kwa kweli sisi kama wabunge tupate maelezo na Watanzania wajue wanafanyaje. Lakini kama unapandisha bei ya mafuta, wangeangalia pale zile kodi zile kupata unafuu, ili watuambie bei ya mafuta imepanda, lakini na serikali tumeminya sehemu fulani, tumepunguza labda kodi fulani hivi ambayo inaongeza, yani mwananchi aweze kupata unafuu. Lakini kwa kweli ni jambo ambalo kwa mjadala ambao unaendelea utabadilisha mjadala kabisa. Kwa tunaweza kama bunge ni lazima tupate maelezo lakini kutoka serikalini, lakini pia na bunge lipate position ya nchi kwamba sasa baada hapo tunafanyaje, kwa sababu hii inaathiri, yani hata vyakula vitapanda, kwa sababu vyakula hivyo vinasafirishwa kutoka maeneo mbalimbali kwenda sehemu ya kwa mlaji. Pale kwa mlaji watatumia usafiri, kama ni maroli, kama kila kitu kitabadilika. Kwa hiyo nisema kama jambo hili tumelipokea kwa mshtuko, lakini kama isingekuwa kwamba mafuta hayo yametangazwa kwamba ilikuwa Tanzania, yametoka huko ambako yanatoka, yamesafirishwa, watu wangeweza kuelewa. Kwa swali kubwa ni kwamba hii bei iliyopanda ni mafuta yaliyopo tayari kwenye sheri, mafuta yaliyopo kwenye matenki tayari, mafuta yaliyopo kurasini ndio yamepandishwa, au mafuta haya yamesafirishwa? La kwanza. La pili, baada ya bei kupanda, watu wanataka kuona serikali yenyewe imejiminya wapi kwenye zile kodi ambazo serikali inatoza, kwa sababu ungepunguza baadhi ya maeneo ya kodi, unafanya bei ya mafuta ikawa sio kubwa zaidi. La tatu, sasa baada ya hapa bei imepanda, hivi maisha yanakuwaje? Tunapataje unafuu? Na contract ikoje? Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli, na ukizingatia kwamba imepanda leo, kesho kutwa itakuwa ni Jumaa Kuu, kutakuwa na Pasaka hapo Jumapili.
kutakuwa na Jumatatu ya Pasaka, kutakuwa na Karume Day. Kwa hiyo hizi siku itaathirika sana kwa kweli. Sasa kabla wananchi waanze kutoa malalamiko makubwa, kutuuliza sisi wabunge maswali, tunauliza serikali ambao ni wasimamizi. Sababu imetangazwa na serikali. Haya maswali niliyosema kwa ufupi, nadhani kwamba Mheshimiwa Waziri na serikali kwa ujumla watatupa maelezo. Kisha majibu tutaongea na wananchi wetu kuambia kwamba huu ndio msemo serikali, huu ndio mwelekeo. Yeah. Samani tu pamoja na hayo, unahisi kwamba mabadiliko haya ya bei yanaweka wasiwasi kwa kiasi gani kwa wananchi wa kawaida ambao kwa sasa ni mkubwa, kwa sababu unapozungumza kupanda kwa bei ya mafuta unazungumza kupanda kwa gharama ya maisha kwa ujumla wake. Yaani kama kuna mgonjwa ambaye alitakiwa apelekwe letu hapa kutoka Tarime kuja hapa Benjamin Mkapa au kumtoka Tarime kumpeleka Bugando, obviously nauli itapanda. Kwa ina maana gharama itaongezeka. Na kama gharama inaongezeka hata malipo hospitali, kwa sababu uendeshaji pia unategemea nishati. Kwa hiyo kama hili ni jambo ambalo litaathiri kwa jumla wake maisha ya Watanzania wote bila kujali kundi. Maana hapa iwe ni mgonjwa, iwe ni mzima, anayesafiri au mwanafunzi, kila kitu kitapanda. Na bei inapanda wakati mtu huyu posho yake ya kujikimu ilikuwa ni ile kiwango kile. Yaani maana yake utakuwa na madhara makubwa sana. Ndio maana kusema jambo hili lichukuliwe kama jambo la dharura na ni kunyosha maelezo kwa sababu mswali mwingi ambaye anauliza wananchi ni kwamba yani haya mafuta si yalikuwepo Tanzania. Sasa kama yalikuwepo yanapandaje? Au yameletwa mengia jana? Hilo ndio swali ambalo linaulizwa. Kwa hiyo sasa ni mkubwa na ni hofu ni kubwa. Tunasema hili jambo lichukuliwe kama jambo la dharura kwa maana ya kupata majibu ya serikali. Kuonyesha clarity ya ile kwamba mafuta yapo mpaka Julai 26 alafu na kupanda kwa bei, lakini sasa maisha sasa inaendelea baada ya hapo kwenye makundi mbalimbali. Pamoja na maelezo haya na maswali ambayo umeuliza, lakini na hoja pia za wananchi, mimi na mambo mawili ya ziada. La kwanza inabidi tujiridhishe kwamba hawa mafuta haya hawa wauzaji kama kuna kitu kimefanyika hapa katikati, yani kwamba kwa sababu kama mafuta yalikuwepo alafu ghafla yanapandishwa na bei imetangazwa halali, yako maswali ya kujiuliza kwamba hivi ni katika hali ya kawaida mambo yamekaa sawa kweli? Yani tungeweza kujiridhisha kama yalikuwepo kwenye matenki, kwenye vituo huku, hakuna mchezo unafanyika. Unaweza kuona hujumu watu, unajua na hii inaweza kana nataka kumjibu serikali kwa sababu hili jambo lilivyokaa limekaa sawa. La pili, kwa kuwa ni jambo la dharura na mimi naliona kwamba ni jambo ambalo ni zito, jambo ambalo linahusika kwa maisha ya Watanzania wote kwa ujumla wake, mimi na mpango pia kuomba kwa Mheshimiwa Spika tupate hoja ya dharura, tujadili jambo hili kama bunge na tupate kauli ya serikali ili tusiishi kwa kuhisi. Mimi nitaomba mwongozo wa Spika kama jambo la dharura tupate nafasi tujadili jambo hili kwa mujibu wa kanuni zetu zinaruhusu, kwamba jambo limetokea la dharura inatakiwa bunge lijiridhishe. Yani mimi sasa hivi naulizwa maswali, wabunge wengine wanaulizwa maswali, kumbe inatakiwa mimi nitaomba kwa niaba ya wabunge wenzangu, nitaomba mwongozo ili tupate fursa ya kujadili kama jambo la dharura, ili sasa waziri mkuu au waziri mwenye dhamana au serikali itupe mwongozo na maswali yote ambayo yanaulizwa. Haya mafuta ambayo yataki yote mpaka Julai yameshaje? Je, mafuta yalikuwepo Tanzania au hayakuwepo? Bei hii ilikuwa imepangwa sasa? Je, tumefanya tathmini ya madhara kwa wananchi wetu? Wagonjwa hospitalini ambao wamesafirisha alishapanga nauli ni kiasi fulani, anafika mahali ghafla, kwa sababu mtu ambaye alikuwa Dar es Salaam ana mgonjwa wake anapeleka hata chakula leo mchana, kwa vyote vile bei imeshabadilika, lazima gharama iongezeke. Sasa je, huduma zinafanya sasa? Mambo haya ni mambo ambayo tunataka tujadili. Sasa kama bunge ndio kazi yetu kusemea wananchi wetu na Watanzania kwa jumla, na hiki ndio chombo halali cha kuhoji mambo ambayo yana ukakasi, mambo ambayo ya maslahi ya Tanzania, na huo ndio maana ya utu. Kwamba lazima tuwasemee watu wetu. Kwa hiyo nitamsihi Mheshimiwa Spika, nikipata fursa basi nikiomba nafasi hiyo na wabunge wenzangu waniunge mkono kujadili, kwa sababu hapa hakuna mbunge ambaye hahusiki na jambo hili. Kila mbunge anaguswa, kila Mtanzania anaguswa, na sasa hata kuna maslahi ya taifa hapa, ndio kuna maslahi ya taifa kuzungumza maisha yetu, na wabunge kazi ni kuwasemea. Hii kazi tutaifanya vizuri, ni kazi ya kikatiba, kazi ya kisheria, kazi ya kikanuni. Asante sana.